Kwa wadada ambao mko kazini, nataka niwakumbushe kwamba mshahara wako ni majukumu ya bosi wako. Kumbuka nafasi yako ambayo au daraja ambalo upo, kwa maana ya kwamba either we ni traditional, smart au professional. Kama ni professional, ni dada ambaye wewe unatarajiwa kuleta suluhisho, ni mtaalamu wa hizo kazi, especially ile ambayo ndio namba moja, ile ambayo ndio yani professional wa malezi. Manake wewe kwenye watoto unatarajiwa wewe ndio ulete suluhisho. Usianze tena kusema mtoto anasumbua, mtoto huyu mtundu. Hapana, wewe utakuwa sio professional immediately. Unaanza kuwaza hivyo au kusema kitu kama hicho, unatakiwa urudi kwenye madaraja ya chini. Hivyo hivyo kwenye mapishi, hivyo hivyo kwenye usafi. Kama ni mtaalamu wa housekeeper, wewe ndio unatakiwa ujue madawa ya kusafishia, ujue yani ujue vitu vyote vya unavyovihitaji ili uweze kufanya kazi yako vizuri. Maana wewe umeenda hapo kama mtaalamu. Kama ni mapishi, alikadhalika ujue vyakula ambavyo vinahitajika mwilini, kwa maana ya vina nutrients gani. Usipike tu imradi umepika, usizoee kazi yako. Hiyo ndio ambayo itakufanya bosi wako aone thamani yako na aendelee kukaa na wewe na kukulipa huo mshahara bila kujisikia kinyongo. Kwenye smart dada, tunasema huyu ni dada ambaye anaelekezwa mara ya kwanza kwa sababu ya ugeni kwenye nyumba ya watu. Lakini tunatarajia huyu dada, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kifikra, anaweza kumsoma bosi wake na kujua mahitaji ya bosi wake na kuanza sasa kujiongoza. Wewe ni manager kwenye hiyo nyumba, sio tena wakufuatwa na kuelekezwa, sio tena wakufundishwa. Ni dada ambaye unatarajiwa kwamba una uwezo wa kujiongoza na kujiongeza, unaweza kujisimamia, yani unaweza kutoa taarifa za vitu gani ambavyo vinahitajika, vinaendelea, yani sio tena wa kuitwa. Sasa huyu wa traditional, huyu ndio ambaye bosi wake atamsimamia, atamuelekeza, atamfundisha tena na tena na tena. Huyu ni traditional dada. Japokuwa nawapa changamoto wadada ambao ni traditional kwamba jisukume. Ukiwa traditional haimaanishi kwamba utabaki traditional milele. Jisukume na wewe. Kuwa mtu ambaye unataka kujua, kuwa mtu ambaye unafundishika, kuwa mtu ambaye na wewe unasema najiwekea lengo, nikifanya kazi mwaka mmoja kama traditional dada, nataka nipande viwango. Niwe professional, niwe smart dada. Yani uwe angalau kuna kitu umeongeza. Kwa hiyo nitaka tu tukumbushane hilo, kwa sababu wadada wengi mmekuja kwenye mradi wetu mkiwa mnatokea kwenye hii mitandao ya kijamii. Mmetuona either TikTok, Instagram, Facebook au YouTube. Walio wengi, walio wengi ni wadada ambao umetuona kwenye mitandao yetu, na mimi huwa nawasisitiza muendelee kuifuatilia ili tukumbushane. Sasa hii video yangu nataka utafakari kama bado unaendelea kutoa huduma kwa ubora au unalegalega. Ukilegalega, bosi wako atakapotulalamikia, kutupigia simu kulalamika, ujue tutambadilishia dada mwingine na wewe utakuwa malengo yako yameishia hapo. Usije ukajisahau. Endelea kufanya kazi vizuri, endelea kuchapa kazi. Hiyo ndo culture yetu. Culture yetu hapa, ili tuweze kupata hizi hela mnazoona tunapata, kwa maana ya kuweza kuwashawishi mabosi wawalipe vizuri, ni kwa sababu tunahamasisha sana culture ya utendaji wa kazi, uchapaji kazi unaoambatana na uaminifu, sifa nzuri, tabia njema za uaminifu, uadilifu kazini. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye ni mchapakazi, ukiwa ni mtu mkweli, ni mtu mwadilifu, mwaminifu, siku zote kwenye maisha yako hauwezi kupata shida. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikuwa nataka niwakumbushe. Lakini nimalizie tu kwa kusema pia tuna mtaala ambao tumeuanzisha kwa ajili ya kuwasaidieni sasa wale ambao mko tayari kuingia kwenye hiyo kozi, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kuwaongoza vizuri namna ya kuweza kujiboresha, ili sasa muweze kupiga hatua. Kama we ni traditional, ukitoka hapo uweze kuwa smart. Kama we ni smart, ukitoka hapo uweze kuwa professional. Unaweza pia kuingia kwenye kozi zetu, zikakushape, zikakusaidia, zikakuongoza namna ya kuweza kufanya hizi kazi kwa ubora. Sisi tuna uwezo huo mkubwa sana kutokana na uzoefu wetu wa muda mrefu tunaoongea na mabosi ambao wanahitaji wafanya kazi, kwa sababu sisi tunajua wanachotuambia wanachokihitaji.
Kwa hiyo tumeandaa kwenye mtaala wetu yale yote ambayo mabosi wamekuwa wanayataka kutoka kwa wadada wao, tukayageuza kuwa mafundisho, mafunzo au kozi maalum ambayo ukiisoma itakunyoosha vizuri, itakusaidia, itakuongoza, itakuboresha ili uweze kuwa dada unayelipwa vizuri, dada mwenye thamani ya juu. Okay, kwa hiyo kama utapenda kuingia kwenye hiyo kozi, karibu sana, wasiliana na sisi, tutakuelekeza utaratibu ili uweze kuingia. Sio bure, hii ni ya kulipia. Hiyo kozi sio kozi ya bure, ni kozi ambayo unatakiwa uchangie, pia tujue kwamba kweli una nia, unataka kujifunza, maana vitu vya bure havina thamani. Kwa hiyo ni kozi ambayo utatakiwa kulipia, kama ambavyo unaweza kwenda kusoma kozi sehemu unalipa ada, na hii pia unatakiwa kulipia. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa wale mabosi ambao mna wadada wetu na kuna vitu ambavyo haviko sawa, msisite kuwasiliana na sisi, tuambieni ili tuweze kuendelea kuwakumbusha wadada na kuwasisitiza kuendelea kutoa ile huduma ambayo wewe unaitaka. Huduma nzuri, huduma bora, okay? Lakini kwa kusisitiza ubora unaoendana na daraja lako. Kama ni traditional, ni wa kumuongoza, ni wa kumsimamia, ni wa kumfundisha. Kama ni smart, unamsimamia mwanzoni. Actually sio kusimamia, unamuelekeza tu mwanzo, unamuelekeza mwanzoni. Baada ya hapo anatakiwa aweze kujiongoza, kujisimamia. Kama ni mtaalamu kwa maana professional, basi yani huyo akishafika tu pale unamuonyesha nyumba yako, jiko, kama ni usafi, kama ni wa kupika, baada hapo shughuli zake anazifanya kama inavyotarajiwa. Kwa hiyo jamani, karibuni, niwatakia wakati mwema.